touché kwa identité. Il a identité ya aya. Il croit imposé. Juu ya maisha ya. Il a identité ya aya. Ujina ya Yesu amena. Ujina ya Yesu amena. Napenda kuingia katika maombi mwambie Bwana ya kusema tunafunga hili yote ya kisa vitabu. Ninapotaka Wanaona kusema tunafunga bila vyote ni kunaweza kupangwa kwa hali ya giza kwa sababu ya kupotea kwa watoto. Ya Mungu angoshe, ya Mungu apomone, atujue ni nyumba yako, wala kizazi chako kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Na kasi ya pili. Na tuta pesa ile. Yesu tunapomona. Yesu tunapomona. Yes. Tunalisha. Yesu tunalisha. Tunalisha. Ya komplo. Ya kusa Bwana. Ya komplo ya pesa. Tunalisha. Tunapambana. La tutapia. Tunasema. Ni kwa kwa. La tutapia. La kikesusa. La kepea sema. Yesu weka. Yesu weka. Luresia. Yesu luresia. Yesu luresia. La kasereta. Ibele plie. Ila kutereka. Yesu kupenda. Upambane na ugeuzi. Na penda sigre. La ikasire plia. Tunaela kutereka. Sapuna ya tanga. Wane kasire. Lomene plia. Yesu pomona. Yesu pomona. Yesu pomona. Ile pasolela. Ile praktika. Mtona kama korale yote itapandisha hatua ya uimbaji. Lakini kama buivu bukinyao makorale kutakuwa ingine itapanda, ingine itashuka. Juu mule mbuivu mutaanza kutoka matamko ya kudekuraje. Na vile vilikuwa vya nguvu binafanya nini? Binachoka. Hata leo ndani ya kanisa munezi kwa bantu bale balikuwa na roho ya kufanya vitu binene kumbele ya Mungu na ndani ya kanisa. Juu ya beko na bantu bamoya bale abana uwezo kufanya vile bintu ama abana volonté kufanya vile vitu. Bale beko paka na buivu. Alors conseil ya ni ya kusema acha mukanisa vitu vingine vyote anapokuja kusimama. Basi kwa sasa wenjo. Samuel vile ifo kufichama. Sikia nikoneshe. Amuta pataka enemi wa kanisa wa kutoka kula source. Hasta kuja kako. Amuta pataka enemi wa kanisa wa kutoka kupenywe.
hata siku moja. Enemy wa hii kanisa atatoka mpaka mkanisa ya Pierre Angulaire. Sikia nikuoneshe mtu cha Mungu. Ifo kujua ni mtu kani ule utaambatana naye. Ifo kujua ni conseil kani ile utasikia. Mtu wote anakusogelea na mambo ya kukudekuraje mkazi ya Mungu. Ule mtu simfuate. Ile mapenzi kukuwa. Lakini ambatana mtu ule kuna kupusa mkufanya vizuri mkazi ya Mungu. Ule ndio anakupenda. Kile kinafanya vile bwivu. Maandiko nasema kila unapenda kufanizie tangulia wewe kujifanya kwa mwingine. Lakini kama uko unasikia bwivu juu ya huyu sasa na wewe mturu yako haitafanishika. Haleluya. Tutoshe bwivu mkazi ya Mungu. Itaribisha. Bwivu itaua. Angalia ala banduku juu tu ya bwivu. Ba Petro Yohano banakuwa baadui kumbele ya kwa Yuda na kubandisi batorati. Paske ba Petro banafanya vitu Mungu Roho Mtakatifu bila yuko odela ya nguvu ya wakuu wa Yuda. Amena. Haleluya. Msikie nionyeshe. Kama hata mko baimbaji mnaweza kwa 5 personnes ba soprano. Mais lakini masauti haitafanana siku hata hii. Kutakuwa masoprano ile iko egi. Aikachikaka. Kuko ingine na hiyo iko na limit. Sasa kama ile soprano ile ikitoshe bwivu, kila mtu ajue niveau ya mwenzake. Utona ke buimbaji abuta kufoka siku hata hii, siku hata moja. Jo, badala kutumika mu harmoni. Pale paloma kutuma wa sauti ya kushuka. Meya mzuri anatuma hapo. Pale pa wa sauti ya yulu na ye anabeba pale. Bale yako mpurtu. Abata yako kusema huyu anashite hapana. Baba watatoka kusema ke njoo vile waliprepare. Sasa juu ya bwivu wewe wa sauti ya yulu mwenzako anafika mafashi pale wewe unawezaka. Unekala hapo kimya juu mwenzako akale wewe kwako ucheke juu pa kutoka nje bantu ndio kusema murimu payo je ile fashi ni fashi yako sio vile alikale sasa moyo simurione unaone yamo ni bila huko nafanya habiwezi kusaidia Mungu kitu hata kimoja. Fanya kazi ya Mungu muendelee ya Mungu njoo utawalikiwa. Usisikie kazi ya Mungu alabika juu yako. Kama Mungu akikona uko na fieri mkazi yake unakuya mna bwivu mkazi yake, Mungu ako capable ya kukudeklase. Analeta mtu mwingine anafanya ile kazi. Haleluya. Bwana apewe sifa. Mungu akubariki. Bakubwa wa Torati bakakusanyika mu Yerusalemu. Bakaanza kuuliza ba Petro na Yohani. Mambo iko mu verset 7 ya kusema ni mujina ya nani na muwezo kani mule huyu kiwete
alisimamia Petro, mtu mwenye kujazwa mtakatifu, mtu wa bila boka. Papa, Roho Mtakatifu anetondoshaka boka. Mtumishi wa Mungu vya kweli asikaleke mtu wa boka, paske bantu wa boka Mungu asibapendake. Mungu anataka bantu wa hodari bakujipeleka kumbele ya vita. Petro akasema, mwe bakubwa ba Yuda na mwe banditsi wa Torati, leo munaanza kutusambisha na kuituliza namna gani huyu kiwete alisimama juu ya kitendo kizuri kile kinafanikiwa kwa huyu mtu, lakini mwe kwenu kinakuwa kibaya, kiniletea buivu. Mwanze kutusambisha. Sasa vile mnauliza ni muujiza ya nani na nguvu gani? Kumbe leo mtajua ni muujiza ya nani na ni nguvu gani, na Israeli wote atajua kwa leo kama huyu kiwete anasimama ni muujiza ya nani. Petro akasema, msikeni niambie, kama huyu kiwete anasimama, asisimame kunjina Petro, aina kunjina Yohano, aina kunjina fulani, lakini huyu kiwete kama anasimama ni muwezo ya jina ya Yesu Kristo wa Nazareti, ule mulia katala. Magharibi ya leo sikali kuambie, kama kuko watu walikulapia banasema hautafanikiwa, magharibi ya leo na kuambia mtu moja, ule ashindwake leo atasimama juu ya mambo yako, atasema sauti moja, mambo yako itabadilika. Batakuuliza bila uwezekana, je, nani anafanya vile? Jibu yako ni kusema, kama mniona kileo, mimi naolewa leo, mimi nasala leo, napata kazi leo, najenga nyumba, haina nguvu yangu, lakini nguvu ya jina ya Yesu Kristo ule niliamini, paske yashindwake. Haleluya, Bwana pewe sifa. Kisha kuwajibu hivi, ndio Petro sasa anaanza kumwambia mambo tunatoka kusoma verse 12. Asema hakuna jina ingine mbinguni hata duniani ile ilipewa watu na Mungu Baba ili wapate kuokolewa nayo, batumishi ya Mungu. Hakuna jina ya mtu ate baba yako, ate mama yako, ate mkubwa yako, ile kuna uwezo ya kubadilisha maisha yako. Jina ni moja ile tulipewa ya kushanje maisha yetu, ya kuleta wokovu ya maisha yetu, ni paka jina ya ule moja alikubali kuacha heshima, anata katika enzi akavuala mwili wa mtu ili akokoe wewe, ni paka jina Yesu Kristo. Nasikia mwimbaji wakili wanasema, taja jina Yesu, wewe unayetesa, sema itakupa furaha, itakupa amani. Paka jina nani? Paka jina nani? Taja jina nani? Sikali kwambie, wewe mgonjwa uko hapa, wewe mfungwa uko hapa, wewe walaana uko hapa, wewe mwenye kuna minapo uko hapa. Magharibi ya leo bale walikula pia ni manjina ya watu ile kuna limite, bale walikupangia mipango, bale walisema misemo, ni manjina ya watu. Le magharibi ya leo
na kuambia mtu moja, ule kwa sauti ya mwisho pa vile vyote watu walifanya. Na penda magharibi ya leo umutai na imani, paske Jesus Kristo kama unaitaya mademu unakimbia, kama unaitaya makamo unakatika, kama unaitaya bufungu unafungulika, kama unaitaya bumaskini unakimbia. Na penda ule umutaya Yesu Kristo, twende mbele yule umutai na imani, umutai na imani. Kama unasema haleluya, kama unasema haleluya, wasema Yesu nyokoe leo. Haleluya, 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 haleluya. Leo Yesu Kristo atatuokoa, kwa sababu tangu alipo dunia huyu mwanaume hayashindwaka, hayashindwaka. Mimi namuona anaonekana mbele ya Maria. Umebarikiwa katikati ya wanawake wote, kwa sababu utazala mtoto. Maria sema vitafanyika je? Paske kuzala omwe paka mwanaume na mwanamke. Sasa mimi sijajua mwanaume, bila unasema biko impossible abia fanikaka. Anamwambia Maria, eske kuko kile kimshinda Mungu? Sikia nikoleshe nguvu ya mwenye uwezo itashuka juu yako, utazala mtoto, na ule mtoto hata kuya wana mwanaume, lakini wako nguvu ya Roho Mtakatifu. Sikia nikwambie, kile kilishindwa barafiki yako kufanisia, kile kilishindwa Bwana wako kufanisia, kile kilishindwa baba zako kufanisia, kile kilishindwa bantu wako kufanya. Magharibi ya leo kuko mtu moja ataonekana leo mu maisha yako, atafanya kitu kile kiko yulu ya kuyua kwako, kile kiko yulu ya nguvu yako. Na jina Yesu Kristo yote yanawezekana. Pokea wokovu katika Yesu Kristo. Pokea wokovu katika jina Yesu Kristo. Amen. Bwana pewe sifa. Juu ya nini banamuuliza? Sikia, Muisraeli mulikuwa jina ingine ile watumaini Beelzebul. Beko nasema Yesu Kristo eko nafanya miujiza mu uwezo wa Beelzebul. Na mfalme Ahazia alituma bantu bende bakaulize Beelzebul, Mungu akuweka roho, Mungu akuweka roho kujua kama kuile magonjwa yake atapona au atakufa. Ni magonjwa ka iko Muderwa chapitre 1 verset 2. Wakati mfalme Ahazia alikuwa yulu ya nyumba yake ya etage, akaanguka akajeta vidonda, akatuma bantu bakaulize eske atapona. Mungu pakuona ke mfalme anaminimize Mungu wa Israeli, anaenda kutuma bantu bakaulize Mungu Beelzebul. Mungu akahuzunika, akatuma mnabii wake Elia, shuka kumulima wende ukutane na wale watu banatumwa na mfalme. Eske Muisraeli amuna Mungu waye kulisi yule atamponyesha? Jo aiti permettre kutuma watu bakaulize Mungu Beelzebul kwa kila kitendo, umwambie
kukile kitanda hata shukako atakufia kule. Saa vile asinitambue ya kama niko na uwezo kukile kitanda atakufia. Uwezo wa Beelzebul haitamuokoa, paske mwenye uwezo yote ni mpaka mie Mungu. Sikia ni connection. Bantu ba mingi banashindwa kufanikiwa mkanisa. Bantu ba mingi banalandisha watumishi ya Mungu. Probleme haina watumishi ya Mungu. Probleme ni position ile ukwamo. Paske ndani ya makanisa tuko na bantu ba mingi beko naingia mkanisa me abajue kile unaingia mkanisa. Tuko na bantu banamtaa Yesu me abajue Yesu anafanya nini. Na pale kuna kuya asitumanie kusema mu Yesu eko na kile tanifanishia, anakuya kuzowezo. Sikani kwambie, kama ndani mwako hamuna imani, hamuna tumaini ya kujua kusema Yesu ana uwezo mu mambo yako, batumishi na batumishi batakuya hapa, lakini neema yao haitambatana na mambo yako. Paske kile kitambatana neema ya mtumishi na mambo ya mtu ni ile imani na ile tumaini iko ndani ya mtu. Haleluya. Magharibi ya leo muhimu mkutano ya hii chuma, kama unataka kufanikiwa tosha zowezo, usikuye juu ya lakini kuya juu ya Yesu Kristo akuone, juu ya Yesu Kristo akutendee, vile utafanikiwa. Haleluya. Unaona hapa nikiuliza bale walikuja njoo tuwatabiri ni banani? Qui sont venus pour être prophétisés. Abata simama. Ils ne peuvent pas nécessairement se manifester. Mais bekwamo. Mais ils sont là. Asikuye njoo ya Yesu. Il n'est pas venu pour Christ. Amuonekani. Pour qu'il se manifeste. Mais yeye anakuya njoo batumishi bamuone. Il est venu parce qu'il y a un serviteur qui va prophétiser. Base mambo yake. On parle de son problème. Ana mubaya ni mzuri. Oui, ce n'est pas son Mais problème. mais le problème. Tosha tumaini. Et en toi l'habitude. Mwa muntu. La croyance ou l'espérance. Atavi nasimama hapa. Même pendant que je suis. Weka tumaini kwa nani? Mais ton espérance. Parce que huyu niko nahubiri hapa. Haina jina yangu, haina jina baba yangu, ni jina ya nani? Ya Yesu. Maana kama unatumania Yesu, imani yako na neema yangu itakupa jibu. Haleluya. Haleluya. Kuko vitu vingine papa bila kuleta buluma na watumishi ya Mungu leo. Tuko tu ma instruments bule. Nous sommes plus que des instruments utilisés. Mungu akipenda Si Dieu le veut, anatumikia, il peut utiliser. akikataa S'il refuse, anakataa. il refuse. Angalia, Écoutez, tusitabiri juu ya zowezo. nous ne pouvons pas prophétiser par habitude. Mungu ana perroquet. Dieu n'est pas un perroquet. Hata wewe njoo kuna kinwa kia Mungu. Même si c'est toi qui as la bouche de Dieu, Sasa vile Mungu apeleka mtu kumsogelea. comme Dieu n'est pas dans l'habitude, Mungu anaweza kufanya hata 3 jours, 4 jours une semaine. Dieu peut faire 3, 4 et 7 jours Asikuzungumzie. sans toutefois te parler. Anakutoka hapo. Est-ce qu'il est sorti? Amen, amen. Amen. Au moment où Mungu asikuzungumzie pendant une semaine, Au moment où Dieu ne te parle pendant une semaine, anakupatia wakati il te donne le temps ya kujirecharger tena. de te recharger une fois de plus. Umutafute tena, De te rechercher. akaongezea hatua. Il ajoute la Mais sasa hivi tunataka kutumika njia kufurahisha watu. pour plaire les hommes. Mungu anaweza kuikala kimya pendant une semaine. Dieu peut rester calme pendant une semaine. Sasa unaweza kufanya na macho ya watu. Tu commences maintenant à faire pour plaire. Leo unaingia au useme. Aujourd'hui, on tient Kesho unaingia au useme. que tu parles pas. Deja wanasema hii sasa watu wanasema papa moto na mwisho. Ça va dire que papa a laissé un peu de la puissance. Kama hata watu wanasema ke papa moto na mwisho. Même si on dit que j'ai fait, Mais wewe mwenye kujua secret yako toi tu as le secret na Mungu wako. avec ton Dieu. Amina mambo. Il n'y a pas de Uwache baseme. Mais wewe chunga secret yako na nani? Na Mungu. Usitafute kufamilia vya kufabrike juu ya watu wafurahikie.
Amen, amen. Byako vile utafabrike juu ya kufurahisha watu, amutakuya tendo hata moja. Juu Mungu anamo. Wewe achia Mungu wakati atumike vile anapenda kutumika. Anaweza kukataa kutumika na profeti, anatumika na waimbaji. Banaimba, Mungu anatenda. Anataka kutumika na waimbaji, anatumika na mhubiri. Eko na mhubiri, bantu wanaponyeshwa. Ni vile yeye mwenye anafanya nini? Anapenda. Problem yako pale, tutumania kusema jina ni moja tu bure, ile iko na okoa ni mpaka jina nani? La Yesu. Amen. Mungu atubariki sana. Mungu eko na okoa watu wanamna gani? Kia kwanza, Mungu eko na okoa watu bale benye kumwamini na benye kumjua. Jumla kila wakati Yesu eko nasema imani yako inakuponyesha. Na soma maandiko matakatifu, ile verse mishe ipataka, ile Yesu alisema imani yangu inakuponyesha. Ile verse Yesu maka kama ikuwa mishe yonaka. Jo maana batumishi Mujeriko amukua baka Bartime, jo alikuwa kipofu. Ata bipofu Mujeriko bilikuya mbia mingi. Me problem abakuaminia kusema Yesu anaweza kubaokoa. Me angalia imani ya Bartime, anasikia tu makelele, anauliza ni nini? Banataya ile jina anasikiaka. Me alikuwa na tamani yaka siku kani atamwafrontaka. Pale anasikia iko mkini ya Jeriko, anasema okovu yangu inaonekana leo. Anaanza kumlalamika, Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Adresi ya Yesu ama direction ya Yesu haikukuya juu ya Bartime. Me kila kilifanya direction ya Yesu Kristo ishange, iende pa ipite kwa Bartime. Ni maombi ya Bartime jo ilifanya ke direction ya Yesu Kristo ishange, ipite kwa Bartime. Sikia nikwambie mtu wa Mungu, magharibi ya leo Yesu Kristo ni mwenye kuona mambo yako yote. Me probleme yake anapenda wewe peke ukiri kwa kilo kyako, umurekonetre, umwite. Magharibi ya leo atakuitika. Eko tayari, mambo yake ni wewe peke. Umutambue kusema huyu leo nikimuita ataitika, na kiitika atanitendea. Magharibi ya leo umwite maombi akuya kokowe, umwite maombi akuya kufungule, umwite maombi akuya kufariji, kwa sababu hakuna jina lingine ni peke Yesu Kristo. Amen. Amen. Angalia, hapana kupotesha wakati ya Mungu anakuwa kumivisite. Wewe unekala kwako kunyumba, uko unachunga Mungu akuwe mkaprisi yako. Habita muuma. Amen, amen. Parce que bali na mtafuta ni babingi. Na kama kile huko naishi akia kuuma, okova uyaipata, solution uyaipata. Bartime kama alitrouvé bon que ata ukipofu c'est normal.
Est-ce que Yesu anaweza kumforcer hata apate kuona? Ni wakati yeye moyo anarekodi kusema kiataki. Hii macho mbili ni ya kunisaidia mkuona. Koma ione. Akasikia buchungu kwa mateso yake. Bukampatia dimension ya kumuita Yesu pour kamokowe. Bantu banamkataza. Ikala kimya. Ona zania watu wote babingi hapa. Est-ce que Yesu anaweza kusikia sauti yako? Pale banamzuiza. Iko sawa wanamchokoza. Jo penye anapandisha hatua. Anasema okazo kama na hii. Aveiratake. Olie ye ashuke. Jo penye anapandisha hatua. Hakuna mtu atakaye kususia maisha yako kama wewe mwenyewe unayo susi. Bantu wa dunia beko na furaha pale wewe unakona huko unatembea muhaya. Pale unakona huko machozi. Pale unakona huko mzarau. Pale huko unateseka. Boba na furahi. Bantu wa dunia c'est très rare kufurahikiwa na furaha yako. Kufurahikiwa na heshima yako. Et c'est pourquoi hapa kwa Wayuda na waandishi olie wafurahi juu ya mmoja aliwekea kiwete wa miaka mumateso. Leo anapata neema ya kusimama. Mebo bana huzunika. Baada kupenda bateswe bale bali mfanya kizuri juu ya kusimama. Angalia. Kuko bantu wengine beko na teswa juu ya kizuri alifanyisha fulani. Amen, amen. Est-ce que ba Petro hapa bali wafunga? Ni zambi yapo. Bali bibi wa nani? Bali iba kitu cha nani? Juu tu ya kizuri. Kile walifanyisha kiwete. Na hiyo haikuwa nguvu yao. Juu ile siku haina siku ya kwanza ya ule kiwete kuenda pale mlango. Masiku yote eko nenda pale mlango. Na hiyo ile nyumba jo ilikuwa desturi ya Petro kila siku kwenda kuingia kuomba. Bakifika pale wanamkuta anebaloba fezi banampatia. Abajue kile kitafanishika. Siku ile juu ya permanence ya ule kiwete mu presence ya Mungu pa nyumba ya Mungu. Parce que force ya kumweka ilikuwa ya mingi. Juu ya nini kumweka paka nyumba ya Mungu. Sasa angalia siku ya Mungu pale ilienea na Petro na Yohane hakuna yule alijua. Na kiwete mwenyewe hakujua kitu. Ilikuwa musiri ya Mungu yeye peke. Niko na shangaa watumishi ya Mungu. Bantu beko nadanganyika. Beko nafuata bantu. Bale beko ne baraka miujiza. Kuna kuwa na journée prophétique. Ya Mungu, ya mandemona au ya muntu. Amen, amen. Muntu yuko nalaka miujiza. Mukuya kesho. Ni siku ya miujiza. Bia wapi bile? Siku kani Yesu Kristo alilaka watu miujiza. Mwache kufuata mandemona. Kuko bantu banafabrika miujiza. Muwakili yabo. Me ya Mungu hakuna mtu anayejuaka. Ata profeti, ata pastor, ata mzee wa kanisa. Na ule mwenyewe atatendea hayo asijuwake. Ni vitu vinakuyaka mu surprise kufatana na programu ya Mungu yeye mwenyewe. Ile siku ba Petro beko nenda kwa desturi. Abajue kile kitafanyika. Boko kufika mlango visa vile kiwete.
Kiwete kinacho mkono. Munipe. Pale pale. Siku yake ikaenea. Sirkui ikaingia mwili ya Petro. Akamwambia, utukazie macho. Utukazie macho. Ndalama, fedha hatuna. Musikie nimeonesha. Paifa musikie bien. Petro beko na Yohana. Mais manema ya kuachana mbele ya kiwete. Petro amwambia, utuangalie mubwingi dhahabu na fedha hatuna. Mais musa ya opération ya miracle anachana. Amen, amen. Anamwambia nini? Kile niko naki. Mena kile kilikuwa ndani ya Petro akikuye ndani ya Jean. Na Jean mwenyewe pale tu nasikia Petro anaanza kusema muye moya. Deja anakomprendre kusema ke wakati ya tukufu ya Mungu kuonekana inenea kupitia neema ya nani? Ya Petro. Yeye atafanya nini? Yeye anaanza kuinterceder. Mungu tukuze ndani ya Petro. Mungu tukuze ndani ya Petro. Mungu tukuze ndani ya Petro. Kile niko naki. Jua kile tapatia leo. Mujina. 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 Ya nani? Ya nani? Simama. Simama. Magharibi ya leo. Magharibi ya leo. Nakwambia hivi. Mie na passage ya Louis na kijana Jacques na baba secrétaire. Kile unatafuta hatuna nacho. Me kile leo. Kile niko nacho mie. Kile Mungu aliweka ndani mwangu. Ni kile vitu nilikusema magharibi ya leo. Ukipokea magharibi ya leo. Ni jina ya Yesu Kristo. Pokea wokovu. Mujina Yesu Kristo. Pokea wokovu. Mujina Yesu Kristo. Pokea wokovu. Mujina Yesu Kristo. Pokea wokovu. Amen. Hallelujah. Tashindwa kuta Yesu Kristo kama kumwili uko chanjo. Si peut-être sur le corps il y a des incisions. Ya jina ingine. Avec de notre nom. Tashindwa kuta Yesu Kristo. Je peux manquer de citer le nom. Kama niko na mshwari magique. Si j'ai encore un mouchoir magique. Mais sawa vile. Comme cela. Na vile alilokota. Comme je l'ai ramassé. Na vile aliniita. Et comment il m'a appelé. Sikubiyue. Je ne le connaissais pas. Alibifanya tu. Il a fabriqué Mukutaka kwake. selon sa volonté. Batumishi. Serviteur. Musikia nioneshe. Babake ya huyu. Le père de celui-là. Je tulikomea. C'est comme ça nous avons grandi. Kule Mungu atutosha ni mbali. Là où Dieu nous a ramenés, c'est très loin. Nani alikuwa kuchika kusema mimi miezi kuamini? Qui devait savoir que je devais croire à Christ? Nani? Qui? Nilikuwa tu mtu mwingine. Moi, c'était un autre homme. Nilikuwa kiana. J'étais un garçon, un homme. Hivi ndio ni vya kweli. Ce que je vous dis, c'est la réalité. Dunia ilijua. En tout cas, le monde me connaissait. Hawezi kunyambia vitu kunyambia ya Mungu. Tu ne peux pas me dire ce qui appartient à Dieu. Buyana. En tout cas, dans la jeunesse. Mungu ananyankuraje. M'encourager. Lakini Mais, wakumbingu le Dieu tout anasema niko na kuprepare. il me dit, je te prépare. Hauna nguvu ataka. Tu n'as même pas une force. Siku yangu pale itenea. Takuvia tu pa bouton pa. Buyana bote. Toute ta jeunesse va partir. Haleluya. Amen, amen. Ule alinita. Anaharibisha buyana wangu. Il a pris ma Anaweka kitu ndani mwangu. Akikupatia wokovu magharibi ya leo. Akikupatia wokovu mwijuma. Akikupatia wokovu mwijuma. Usibakie vile wakiyaka. Pokea wokovu. Muji Yesu Kristo.
apokea neema muujiza Yesu Kristo, afunguliwa muujiza Yesu Kristo, abarikiwa muujiza Yesu Kristo. Amen. Bantu bapili Deuxième homme bali Yesu Kristo anaokoa que Dieu sauve, ni wale watu wa kumtaya ce sont des hommes qui les citent, hata mundoto wa usiku. même si c'est dans un rêve de la nuit. Angalia, Écoutez, lufu inaweza kuja hata usiku, la mort peut nous surprendre même la nuit. lufu inaweza kuja hata munjia. La mort peut nous surprendre même en marchant. Usimtee mama yako, Ne peux pas citer le nom de ta mère. ni njina mwana ana nguvu. C'est un nom qui n'est pas pour Usitaye baba yako, ni njina mwana ana uwezo. Kuko jina moja ile kuna uwezo, kinywa cha kufunga même la bouche fermée. me sauti ya ndani kunasema wewe tu unaweza kumtaja ndani ndani, yo sauti jina yake ingaliki ndani, Le nom est encore me ma reaction mais les réactions inaweza kufanisha nje. sont faites à l'extérieur. Kuko watu wanaonekana vile anasote yako msingisi, aona sasa kitu kidogo kinamfunika, sasa kinamvinya. Yeye aseme sauti haisitoke. Yeye aseme atengeshe mkono haitoke, haiteke. Yeye aseme aite bwana wake ukitanda. Même son mari, c'est difficile. Banduku, Écoutez, hakuna mchungaji wa mwenzake, il n'y a personne qui est gardien. mchungaji wa kweli. Le vrai gardien, Unaweza kufua tu peux mourir. bwana kukitanda, Ton mari est sur le lit. muisha kuambana hivi, Toujours collé comme ça. me unakufa hapa, Mais tu meurs maintenant. bwana kuja kujua. Ton mari sans le connaître. Kuko mtu moja Il y a un homme. wa kuita Il peut, muile vita kiro quand il appelle, wetu uweze kuita ndani ndani. en toi, Yes, yes, yes. Sauti hayatoka, me ma reaction inaanza, mkono inatenka, mkulu inatenka, sauti yako inatoka, inaweza kutoka. Yes, 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 Yesu, Yesu, wako yanabika Yesu, balozi balanguka, lufu na kukimbia. Magharibi ya leo umutaye mwanaume, lufu ikuachilie. Taya mwanaume, mikosi ikuachilie. Taya mwanaume, bulozi ukimbie. Taya mwanaume, laana ikupotee. Taya mwanaume, bulofa ukimbie. Umutaye eko, umutaye mwanaume wakati nenea yaye kushuka, umwite akuokowe, umwite akutendeye, umwite mwanaume. Yesu, 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 leo atatokoa, leo atakokoa, leo atakokoa. Pandisha imani, leo atakokoa. Na tatu ombe mtu wa tatu ile Mungu anaokoaka ni bantu wa kumtumikia. Kama uko tumikia Mungu, uko na assurance ya kubenefisie ya kugomba ya Mungu. Naona mtu mmoja mu Biblia, Dorcas, kile kilimfanya Dorcas ana imani. Dorcas ana imani ya bantu, ni kazi. Wakati anakufa bantu wanasema nani anakufa? C'est Dorcas. Ce n'est pas possible. Atuichiki. Wankochi anatosha. Ile alipokuwa kumikono Dorcas. Wabilato anatosha. Aseme Petro afike hapa. Haleluya. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Napenda nimikalamushe. Hivi niko pastor. Hivi niko nahubiri hapa. Inapaswa nitafute namna kani ya kujishusha mbele ya Mungu wangu. Sasa wewe usinifatize. Kama mimi nasema hakuna mtu hata moja wa heshima, ni mimi nasema kufuatana ile heshima Mungu alifanya nini? Alinipatia. Wewe Mkristo, wewe mzee wa kanisa, hata uko na hubiri, hata uko naongoza, usipime kusema mkanisa amuna mtu wa heshima hata moja.
Uheshimu ni mpaka Yesu. Ni kiwengo. Unabishikia? Ni kiwengo. Ni majivuno. Samu paruasa mule ile ninachunga. Papa mila kushusha. Hata wewe papa pastor. Diakre Mungu laka Yesu hapa. Anchote yeye. Aweke kile yule. Amen amen. Batumishi yake Mungu anawajua. Uheshimie. Umongope. Maandiko nasema Muhebreu chapitre 13 verset 17 inasema muheshimu viongozi, tena muwaogope, tena muwatii, tena muwafanishe vizuri, batumike na furaha, kwa sababu ni bo beko na muziki ya kwenda kujitetea kumbele ya Mungu njuu yenu. Mungu anasema andika kwa malaika wa kanisa. Mungu anasema hivi, ile mambo Mungu eko niadresa kwa malaika wa kanisa ni mambo inakonserne kanisa mzima. Umu mkanisa humu. Hapa mtanichukia. Basi ni unafundisha. Umu kanisa hata muko prophet. Ule eko na misha milima. Ana yule pastor. Bongo kweli. Mazawadi yote ndani ya kanisa iko tumikia mkimvuli kwa pastor. Na kama unapenda uevoluwe mzuri zawadi yako, heshimu pastor. Paske maombi yake ni ya kusema Mungu tumika na mtu fulani. Mungu tumika na mtu fulani. Maombi yake Mungu ataisikia haraka. Hakuna mtu atamoya ule Mungu atatangulia kushikia umu apart pastor. Mambo yote Mungu anapenda kufanya kwa kanisa itaanzia kule. Bon, nikuulize. Juu bisikie bien. Kama unashima mumai yenye kubamba huko, nywele italobana. Mwili italobana. Me kama na wewe mkopo ya mai unakuingia kukichwa, kumikula haitafika. Ni kusema nini? Baraka ya kanisa mzima iko mkono pastor. Jo kule itashukia, inaanza kuingia mbale wanastari kuipokea. Jo maana toka mkinkunji kia wale bantu beko na zarau pastor. Beko na kulaani. Toka mkinkunji kia wale bantu beko ne jopose kubile pastor wanatengeneza. Beko na kulaani. Paske njoo baraka yako. Amen. Haleluya. Bwana pewe sifa. Kama unatumikia Mungu, uko nafungula milango. Na kama uko unatumikia Mungu, uko naangaje ba intercesseur. Ndio maana ifo kuwa na kutumika kazi ya peupe. Na watu wote wanakujua kusema mtu fulani zawadi mtu mkanisa. Nani wa $1000? Mie. Nani wa 500? Mie. Hata watu wanasema usibafatize. Paske bila kunafanya uko nafungula relation na nani? Na Mungu wako. Epi uko naangaje ba intercesseur. Siku mambo itakupata. Pastor anasema kama kuseme
ndugu fulani eko na mambo fulani, kanisa mzima kila mtu mumaombi kwake juu ya ule mtu. Hapana, Mungu ule mtu hapana. Mungu ule mtu hapana. Mungu kumbuka. Mungu kumbuka. Uzobelea kufanya matendo mema, ile itajulikana na watu wote. Itakokowaka siku moja. Dorcas matendo mema ilimokowa. Jua kutumikia Mungu. Mungu na yeye akuwa na favor kungambo yako. Namna kukokowa. Ba mingi wanashinda kuomba. Maombi inapaswa kuwa nafasi kuiwekea. Yako unaweka wapi? Jumla unashinda kuomba. Unaomba Mungu. Usiuko baba yangu. Mungu. Shimila kuyua. Ile hayako problem. Sema Mungu, niko mtumishi wako. Ezekias alisema, Mungu anamtuma Isai, wenda mwambie kusema atengeneze na nyumba yake juu atakufwa. Nabii anapeka message. Ezekias anamwambia kusema hakuna problem, wewe uko messager, wende wako mambo niko na ule anakutuma. John una mambo wewe uliendeye isana toka. Ezekias anageuka. Ase Mungu, unasema mimi nikufwe. Mimi sikatale. Mbele ya mimi kufwa. Nikukumbushe. Pale alimkumbusha. Mungu anakumbuka, anasema kukumbuka. Ezai ayatoka mpango yake. Mungu asema Ezai, rudia. Ule bwana ule atapata sheria. Rudia. Mwamese Mungu asema hasitakufa tena. Juu bila kumbuka na muongeze na miaka. Batumishi ya Mungu, acha masouvenir mkazi ya Mungu. Itakuwa sujet ya wokovu yako. Itakuwa sujet ya baraka yako. Kama unajua kufanya kazi mnyumba ya Mungu, siku ya mambo utashindwa. Magharibi ya leo tunapenda tuite jina la Yesu Kristo ikuye tokowe. Tuite jina la Yesu Kristo ikuye kokowe, ikuye kufungule. Kila ulishindwa na jina la Yesu Kristo utakiweza. Amen, amen. Haleluya. Bwana pewe sifa. Magharibi ya leo kuko kitu kimoja kwa maisha yako, kile kinakutatiza sana, kinakushindisha amani, kinakushindisha salama, kinakushindisha kuendelea. Magharibi ya leo tunapenda tuombe mjina Yesu Kristo kile kitu kitoko maisha yako, parce que huyu nduku 40 ans plus eko pa mlango wa kanisa, ateko nasema, ateko naona mela kile alikuwa kitu kimoja kile kilimubloke, anashinda kuendelea. Ni mikulu. Wakati alipata mikulu mjina Yesu Kristo, maisha yake ilishange. Na wewe kile kinakubloke mu maisha yako unashinda kuendelea, kitoke leo. Kitoke leo. Kitoke leo. Kitoke leo. Kitoke leo. Kitoke tena leo. Mjina Yesu Kristo. Mjina Yesu Kristo. Mjina Yesu Kristo. Kitoke leo katika jina. Sitaingisha maombi leo. Bwana utingisha maombi. Amen. Amena. Bwana Yesu. Mungu atubariki sana. Mimi nisikia walisema wale watatungisha maombi ni ba safa. Amena. Sikia nikwambie mtumishi wa Mungu, wakati baba yuko nafundisha, niko nasoma maandiko,
mimi kanipeleka mbali. Haleluya. Na bishi uwe magharibi ya leo kama na wewe binakufanya je? Amena. Juu hakuna jina ingine yenye tulipewa na Mungu ila jina ya nani? Jina ya Yesu. Amena. Ni jina ya Yesu ndio itafanya itakuwa kukokoa magharibi ya leo. Mungu atubariki sana. Hata mchina Yesu amena. Hata mchina ya Yesu amena. Hata mchina ya Yesu amena. Hata mchina ya Yesu amena. Wakati kunalia amen, giza napendeza yanguke mchina ya Yesu. Bali nyambia, mimi sikia dimanche wananyambia kusema hii juma ni juma ya ushindi. Kama wanasema ushindi, donc ni bantu babibi wanafanya beko na kombana. Haleluya. Donc pale bantu beko na kombana, beko na tafuta ni nani katikati yao wala atakuwa na nguvu ya kufanya ya kushinda mwenzake. Mchina ya Yesu amena. Mimi napenda uambie jirani yako kusema hii chuma mitatoka ushindi. Hata umwambia kusema hii chuma mitatoka mshindi mchina Yesu. Amena. Amena. Hata niko napenda mbele utoke mbele pa ile tu upande iko tena. Pepea. 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 Sikia. Kama mimi naita Yesu, kama mimi nasema haleluya, wasema Yesu shuka. Pepea. 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 Wakati unapepea pepea tu na imani. Kwa maana wakati kuna pepea, kama mwili yangu mlikuwa magonjwa, ni lazima magonjwa yame. Kama mwili yangu balikuwa besa kunitupia vitu, wakati niko na pepea, la refasi de la paix. Pepea. 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 Wakati niko na pepea, donc ile fia niko na pepea, niko na tenkesha mbingu. Kwa maana mimi napenda mbingu iteke, kwa sababu yeye astuke, yeye akuya changer. Ile laana ilikuwa juu yangu ikuya baraka, ikuya ushindi. Pepea. 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 Haleluya. 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 Somme les pas de la paix. Ina de la sonne qui n'est pas. L'oregas si sa vie. L'ami état de la paix. Et met dessous de la paix. Shikari kuambia mtumishi wa Mungu, sijue faso vile utaomba magharibi ya leo. Malombi yako ni kumwambia Bwana kusema Bwana, kuya unyokowe, kuya unitoshe katika miteko, kuya unitoshe katika nkamba ya kizazi mule walifunga maisha yangu. Bwana kuya unyokowe, Bwana kuya unyokowe. Baimbaji weko wapi? Baimbaji weko wapi? Mimi napenda uingie katika malombi, umwambie Bwana kusema magharibi ya leo, kuya Bwana unyokowe, kuya unyokowe. Omba mchina Yesu Kristo, omba mchina ya Yesu. Umwambie Bwana kuya okowe maisha yako, umwambie Bwana kuya okowe maisha yako magharibi ya leo. Bwana kuya okowe buzima wako, kwa maana bila unahangaika binenea, bila unahangaika binenea. Magharibi ya leo mwambie Bwana akusaidie, akokowe, akurudishie ile sante baribeba, ile sante barinyanganya ndani ya maisha yako. Yeye Bwana kuyalurishe, yeye Bwana kuyalurishe ndoa yako, akuyalurishe ile furaha shetani alinyanganya ndani ya nyumba yako, akuyalurishe. La réponse de la paix, l'on négage si de la paix, l'on nous décache et met de la paix de gâche. L'homme est quitté de prière, l'homme est gâché sans direct. Mina yuwa kusema Bwana, ni wana okoa, ni wao kunaleta jibu, ni wao kunaleta wokovu ndani ya maisha yetu.
niona ukoo wa Bwana ni kule magharibi ya leo. Mimi karibia mbele yako. Ni kule magharibi ya leo. Na karibia mbele yako. Baba pomona. Baba mimi napenda magharibi ya leo. Unyokowe. Kwa maana pembeni yao kuna watu beko na veye. Kuna watu Bwana beko na veye. Kuna watu Bwana beko na veye. Juu ya maisha yao. Kuna watu Bwana beko na veye. Juu ya bushima Bwana. Kwa sababu ya kunipeleka la regashe si lomedepe la igashe sabi. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. La ekashe de la paix. Yesu wadema. Ya ina tu la regashe. La paix de regashe. Lumedepigat. Lene etite regashe. Lopa de sabi. Mina penda Bwana. Ukuyokowe Bwana. Maisha yangu magharibi ya leo. Napenda Bwana ukawe Bwana maisha yangu magharibi ya leo. La mie cache ça. Loti éclaude son et pas. La igache si. La ni d'état de la pérégache. L'homme qui te réglache. Il n'a de nom de paix. Paya son eka. Ah. Iya. Yesu mweka. Yesu mweka. Yesu mweka. Yesu mweka. Yesu mweka. Yesu mweka. Uchishina ya Yesu. Mela kutata idesa. Ika de la peres. La regase sa eme. Yesu mweka. Yesu mweka. Ninapenda Bwana wokovu yako. Yonekane. Nikunapenda Bwana. Ulete wokovu ndani ya maisha yako. Ninapenda Bwana. Ukuyolete wokovu ndani ya maisha yako. Ninapenda Bwana. Ulurishe kwa Bwana. Bila shetani alinyang'anya juu ya maisha yako. Bila shetani alinyang'anya pahali pa maisha yako. Bila shetani alinyang'anya. La neta sinega. Yesu mweka. Yesu mweka. Magharibi ya leo Bwana. Fungula Yesu. Magharibi ya leo Bwana. Kuyafungula. Magharibi ya leo. Kuyaleta mzima. Kwa maana wewe Bwana ni wokovu. 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 La sonerage. La paix de la tête de l'eau. Immense de la paix. Wasana. Yesu mweka. Yesu mweka. Yesu mweka. Yesu mweka. Yesu mweka. Ndani ya maisha ya Yesu onekana. Ndani ya mstima Bwana. Yesu onekana. Ndani ya maisha ya. Napenda Bwana uchanger kwa identite. Napenda Bwana uchanger kwa identite. Ile identite ya Aya ilikuwa impose juu ya maisha ya. Ile identite ya Aya napenda upepo wa mbele. Ujina ya Yesu amena. Ujina ya Yesu amena. Napenda uingie katika maombi mwambie Bwana ya kusema tunafunga hiyo pia kisa vitabu. Ninakutabiria sana. Wale wanaposema nafunga bila vyote ni kunaweza kupangwa kwa hali ya giza kwa sababu ya kupotea kwa watoto. Ya Mungu andoshe, ya Mungu apomone, atujue ni nyumba yako, wala kizazi chako kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Na kasi ya pili. Na tuta kwa pesa. Yesu tunapomona. Yesu tunapomona. Ujia Yesu. Kwa kunanisha. Yesu kunanisha. Kunanisha. Ya komplo. Ya kuisa Bwana. Ya komplo ya pesa. Kunanisha. Kwa kunapomona. La kunanisha. La kunanisha. Yes,
Look down the blood. Look in the soul. Let it go. Et il a aussi écrit les actes des apôtres. Luc, il n'était pas disciple de Christ. Mais Luc, il était le disciple de Paul. Il a beaucoup aidé l'apôtre Paul. Pendant qu'il écrit ce livre, il écrit à Théophile. Pourquoi il doit écrire des choses pareilles? Il a des choses dont il cherchait auprès de Théophile. Et je vois deux choses ici. Le premier élément ou l'objectif qu'il a poussé à l'écrire, il a préféré que Théophile soit sauvé. Parce que Théophile, il était un politique. Il n'était pas chrétien. Mais il voulait l'écrire. Au moment où il va écouter cette parole, qu'il touche son âme afin qu'il donne sa vie à Christ. Le deuxième objectif, afin qu'il soit avocat de l'église, pour plaider à l'église, pour l'église, peuple de Dieu, dans l'église de Dieu, nous avons besoin de tous les dons. Nous avons les dons du Saint-Esprit. Et nous avons aussi les dons hommes. Les dons hommes, il peut être dans l'église. Il ne sait pas prier. Il ne peut pas prier. Mais lui aussi, son travail à lui, c'est de répondre aux besoins de l'église. Il y a des choses dont l'église veut réaliser. Lui, il est là pour donner la solution. C'est pourquoi dans l'église, s'il y a des prophètes, qu'il soit aussi des politiques ici. Parce que l'église telle que vous la voyez, il n'a pas seulement des combats spirituels. L'église peut aussi avoir des conflits physiques. L'église peut avoir des problèmes avec l'État. L'État peut venir sceller l'église. L'État peut aussi enfermer quelqu'un de l'église. Mais à cette circonstance-là, nous aurons besoin, avec un don homme, c'est
chapitre 2, verset 3. verset 3, Anasema hivi, dit ceci. usifanye mambo Nous ne pouvons pas faire quelque chose juu ya kufia macheo ou pour nous attirer des titres, ama juu ya kufia heshima, ou pour nous attirer des honneurs. lakini Mais tufanye mambo faisons toutes choses munjia kunyenyekea, pour l'humilité. na kila mtu Et que chacun, ahesabie mwenzake il kusema considère l'autre comme anakupita supérieur à lui. mtumishi ya Mungu. Peuple de Dieu, Kama upende kuitikia neema ya mwenzako si tu ne sais pas accepter l'autre, na wewe hauwezi kupanda kwa neema yako iliyoko nayo, et tu ne seras pas aussi bénéficiaire dans sa grâce. parce que neema Parce que la grâce inapandana kupitia neema nyingine. remonte avec l'appui de l'autre. Havitawezekana Ce sera difficile. kuingia hapa, Entrer ici, hapana wimbo, il n'y a pas la louange, hapana kiongozi, il n'y a pas la modération, hapana kama mapigaji ya vinubi, il n'y a pas les instrumentistes. kuingia tu Entrons ici, semubira shikana. et bien que le modérateur puisse monter. Epikeze Depuis 15 ans, ndiko mpaka nasema j'ai toujours en train de prêcher. hakuna neema nyingine ilifanya kazi. Il n'y a pas une autre grâce qui m'accompagne. Itaenda mzuri, Ça ne marchera pas très bien. lazima mbele kutangulia neema nyingine. Premièrement, il faudrait qu'une autre grâce me précède. Kiongozi amotive kanisa, Que le modérateur fasse son travail pour wale nous mafasi wanapaswa kuja nous ramène à l'endroit où nous pouvons être. basi waabudu Mungu. Et que la louange aussi, Ile makazi yote wanafanyika hivi. chaque œuvre du faux Iko naongeza neema ajoute une grâce kwa mhubiri. à l'orateur. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Bila shaka Moi, je m'étonne ndani ya kanisa dans l'église watu wamechikiana maneno. certains n'acceptent pas la grâce de l'autre. Sikeni kwa nini? Laisse-moi te dire, Tunaweza kuwa si wote wahubiri, nous pouvons être tous orateurs, lakini mpaka neema ya mhubirio mais il faudrait qu'il faut retenir que la grâce sera différente. Biblia moja. La même Bible, Probleme mais ce qui haina kusoma Biblia ce moja. n'est pas lire la même Bible. Probleme Mais le problème, kuachana kwa maneema. mais il y a des grâces différentes. Inabidi tusikiane kusema Il faudrait que nous puissions nous hata accepter. kama mimi naimbaka, Même si je chante, lakini neema ya fulani mais la grâce de l'autre est supérieure à moi. kwa vile Si tu sais ça, utamchukia si huyu, tu ne peux pas l'haïr, mpenda tu vas l'aimer. neema yake, Parce que sa grâce, kwa neema yake il va accompagner ta grâce. sija kufanya nini ionekane. Juste pour la gloire de notre Dieu. Haleluya. Amen. Amen, amen. Amen. Kuna kitu kimoja Il y a une chose kinaomba kazi ya Mungu. et qui est en train de détruire. Watu hawapenda kuitikiana. Les autres n'acceptent pas la grâce de Mungu l'autre. anapenda kukusifu mpaka yeye. Il veut qu'ils soient toujours à l'honneur Vile unapaswa ndio vya maana. et qu'ils puissent laisser ses importants. Hautaweza vyote. Tu ne feras pas tous. Hautafanya Tu vyote. ne peux pas faire tout. Unajua kusema Tu dois le tenir. utatumika kwa wakati yako. Tu dois travailler à ton temps, Neema yako. dans ta grâce Pamoja na yeye. et dans son grâce. Vile vyote Tout cela, viko nafanyika il se fait. baada ya kufia mtu huyu. C'est juste pour la gloire de quelqu'un. Haleluya. Amen. Unajua watumishi wa Mungu. Il y a ce que tu devais retenir, serviteur de Dieu. Mungu anashindwa kuonekana. Dieu ne se fasse plus voir. Mungu anashindwa kutenda. Dieu n'agit plus. Parce que kazi nyingi tunataka kufanya Parce que deux œuvres que nous pouvons réaliser, hatuifanye juu ya kufu ya Mungu. nous ne le faisons plus pour la gloire de Dieu. Tunataka kuifanya juu ya kufu yetu. Nous le faisons pour notre propre gloire. Mungu anasema Or, la Bible dit, leo tutafanya tout ce que nous allons réaliser, ifanye juu ya kufu ya nous nani? le faisons pour la gloire et l'équipe de Dieu. Haleluya. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Tunaona C'est pourquoi Luc, alifanya nini kwa Mungu? il a dit, moi je suis un médecin. Choto mbele ya. Ça c'est mon domaine. Mais wakati mwana itenea Le temps qui va arriver, ya kwenda kusaidia kanisa. et pour plaider pour l'église, Tenda kwa sindano, est-ce que j'irai avec la piqûre? tenda na thermomètre. J'irai avec le thermomètre? Il faut kuwe wa ile domaine. Il faudrait quelqu'un du domaine. Kwa Théophile Et Théophile, atakuwa necessaire il sera nécessaire kwa ndani ya kanisa. lorsque nous sommes dans l'église. Mungu vitu vingine kuna wa kanisa. Il y a des choses qui détruisent l'œuvre de Dieu. Kwa nini? Croire Na kugeuka. et se tromper. Vitu vile kwa Il y a chana. des choses différentes. Na chile kitangulia. Ce qui précède l'autre, Kwa nini? ça va se croire. Kugeuka. Transformation Unafuata. vient après. Na kugeuka. La transformation Unafuata Mungu mwenyewe.
progressivement selon la volonté, bila alita kila mtu. selon la vocation de chacun. Haleluya. Amen. Bwana kwa sifa. Amen. Bila kuna muonesha. Ce qu'il lui dit, Ama bila kuna mwajiki. ce qu'il lui écrit, Binatoka wapi? vient d'où? Ni masemo Ce sont des paroles ya Petro. de Pierre Bila alijibu qu'il a répondu kwa kubwa aux supérieurs des Juifs na kuandisi. et même les scribes. Na kile kinachokoza ile Qu'est-ce qui est comme à la base? ni kitu ka. C'est quoi? Kile kinachokoza ile maneno Qu'est-ce qui était à la base? juu ya Petro wasambishwa Afin que Pierre puisse être jugé. ni kutumika kwa Roho Mtakatifu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Kama Roho Mtakatifu unatumika, Si le Saint-Esprit travaille, inachokozaka vita. nécessairement nous attire la guerre. Hata pale wiko Kristo wa Mungu. Même là où Dieu s'est fait, Kama unaomba Mungu si tu pries le vrai Dieu, akupe mazao ya Roho Mtakatifu qui te donne le don du Saint-Esprit, ama utumike Roho Mtakatifu. ou bien travailler selon le Saint-Esprit, Unajua kusema tu dois retenir ceci. vita La guerre, inainuka juu ya les conflits vont se lever. juu ya nini inainuka juu ya Pour quelle raison les conflits se kazi lèvent? ya Roho Mtakatifu. Parce que l'œuvre de Dieu, Kupambana c'est se battre kinyume et nos faveurs. na kazi ya giza. Oui, combattre l'esprit de Satan. Amen, amen. Amen. Haleluya. Amen. Kama ndani ya kanisa Si dans l'œuvre de Dieu, Mungu hawezi il y a des sorciers wale wanapenda kazi ya Mungu iharibike. qui veulent aussi que l'œuvre de Dieu puisse se détruire. Roho Mtakatifu na yeye Le Saint-Esprit, na yeye atakombana il va se battre kazi ya Mungu iharibike et l'œuvre de Dieu se ili détruire. ya giza Et après, l'œuvre du Satan soit détruite. Sasa Mungu na yeye Comme Dieu, asilikake mvili. il ne travaille pas dans le vide. Mungu ewe ya mtu. Il a toujours besoin de l'homme. Haleluya. Amen. Na sasa giza yo Mais l'œuvre de Satan, inapenda kujua il va travailler ce que kule kutoka hii nguvu là où vient la force, ile imepetwili makazi yetu qui détruise notre force, iko natoka wapi? vient d'où? Batakutafuta Tu seras identifié. sible. Tu seras identifié. Wanasema ta Et on va dire non. ile imepetwili Ce qui nous perturbe, presence c'est la présence ya Pastor Jean-Louis. de pasteur Jean-Louis. Giza L'esprit du démon. ndaki ya vita watu wote Dans quel va abandonner tout ce que anaanza kukombana il va poursuivre na ule anakombanisha. à celui qui est en train de le combattre. Ule anapiga vita. Celui qui fait cette guerre, Ni Roho Mtakatifu. c'est l'esprit de Dieu. Parce que Biblia inasema Parce que la Bible dit, kama unaimba kwa kitabu ya si Luka vous sentez dans le cantique Louba, inasema qui dit ceci, anaitaka vita. il appelle le conflit Asile mwanamke et le secours. shetani wa nguvu Et Satan est fort. lakini kujipatia moyo. Donnez-vous la force. Haleluya. Amen. Kumbe kama hakuna mlosi, S'il n'y a pas de sorcier, kama hakuna maarifa, s'il n'y a pas de magie, kazi ya mtakatifu haina hapo. quelle est l'œuvre du Saint-Esprit à ce Kwa moment? maana viko haya Ce sera honteux sio mkaisha kusema de dire dans l'église, wewe balozi vous les sorciers, kutoka mkanisa, quittez l'église. wewe balozi Vous les sorciers, Yesu kutoka kanisa. ne venez pas devant l'église. Ile ni usemaji ya mtoto. Ça c'est vraiment enfantin. Giza haiwezi kuongoza vile unasema. L'esprit ne peut pas fuir ce que tu dis. Mungu yake ndio kuingia mkanisa. Vous laissez-les venir dans Ule l'église. mtu ataingia Quand ils vont entrer, kutana na Mungu mtakatifu. ils vont trouver la force du Saint-Esprit. Ndio inafanya nguvu yako. Et c'est la force. Roho Mtakatifu yeye Le anataka Saint-Esprit vous demande la force. kufikana ni nguvu gani? Quelle est la force qui va prédominer sur l'autre? Amen. Amen. Sasa ile kitu. Leo tunataka mapakule.
ce message. Usikie nani? Écoutez ce que vous dites. Kama concurrence Si la concurrence ikinyoma bora qui a